Serikali imeendelea kuchukua hatua mbalimbali kuhakikisha inakomesha uzalishaji, usambazaji na matumizi ya plastiki nchini. Hatua hizi ni pamoja na kupiga marufuku uingizaji nchini, uzalishaji, usambazaji, uhifadhi na usafirishaji nje ya nchi na matumizi ya mifuko ya plastiki kuanzia tarehe 1 Juni 2019 kupitia tangazo la serikali namba 394 la mwaka 2019. Aidha, kuandaa kanuni za kupiga marufuku mifuko ya plastiki za mwaka 2019 kupitia tangazo la serikali namba 394 la mwaka 2019, ambapo mwaka 2022 kanuni hizo zilifanyiwa mapitio kwa kuongeza marufuku ya lakiri za vifunikio vya plastiki kwenye chupa za maji na vinywaji kupitia tangazo la serikali namba 291 la mwaka 2022, na kuundwa kwa kikosi kazi cha taifa ambacho kinaratibu na utekelezaji wa katazo husika ikijumuisha wizara na taasisi za umma. Mheshimiwa Spika, aidha serikali imeendelea kuchukua hatua dhidi ya wanaokiuka katazo hili, ikiwemo viongozi mbalimbali kutoa matamko kwa ajili ya kusisitiza utekelezaji wa marufuku ya mifuko ya plastiki nchini, utoaji wa elimu kwa umma kuhusu vifungashio vya plastiki visivyoruhusiwa kisheria, utoaji wa adhabu kali kwa wazalishaji, wasambazaji, wauzaji, watumiaji wa vifungashio vya plastiki vilivyopigwa marufuku, na kufanya kaguzi kwenye viwanda, maeneo ya biashara, mipaka ya nchi, ambapo jumla ya viwanda 533 vya bidhaa za plastiki vya biashara 264 na masoko 84 yamekaguliwa. Mheshimiwa, na kushukuru. Mheshimiwa Tauhida Kassim Gallos, swali la nyongeza. Asante Mheshimiwa Spika. Ni shukuru kwa majibu mazuri ya serikali. Naomba kuuliza maswali mawili ya nyongeza. Pamoja na jitihada kubwa inayofanywa na serikali, lakini bado inaonekana changamoto ipo. Je, serikali haifikirii kwa kuja na mpango mahususi ili kwa kuzifanya taka hizo kwa fursa kwa vijana? Swala langu la pili, je, serikali ina mpango gani kuweza kuendelea kutoa elimu kwa wananchi kujua, kutambua kwa kina vipi vifungashio vinavyoruhusiwa na vipi visivyoruhusiwa? Asante Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu. Mheshimiwa Spika, naomba kujibu masuala mawili ya Mheshimiwa Tauhida Kassim Gallos, mbunge wa viti maalum kutoka Zanzibar. Lakini nichukue fursa hii nimpongeze sana kwa kuwa amekuwa mdau mzuri sana wa mazingira na kutaka kujua baadhi ya mambo mengi kwa ajili ya uhifadhi na utunzaji. Mheshimiwa, ipo mipango mahsusi ambayo kama serikali tumeichukua kupitia ofisi ya Makamu wa Rais kwa kushirikiana na taasisi zikiwemo NEMKI na baadhi ya taasisi nyingine kuhakikisha kwamba tunazifanya taka zinakuwa fursa kwa vijana. Mheshimiwa, huko zamani ilikuwa taka zilikuwa ni uchafu, lakini sasa tumejitahidi kutoa elimu kwa vijana na Tanzania kwa ujumla ili waweze kujua kwamba taka ni fursa na zinaweza zikawanasua vijana kiuchumi. Lakini pia tumeanzisha kituo maalum cha kuchakata taka ili lengo na madhumuni vijana waende wakajifunze hapo na kuweza kupata taaluma. Lakini tumekuwa tunaanza kutoa vibali at least vya kukusanya zile taka, hasa taka za plastiki. Lakini iko miongozo mbalimbali tumeanzisha, ukiwemo mwongozo unaosema punguza, tumia tena, kwa maana kwamba reduce, reuse and recycle, ili lengo na madhumuni chupa inayotupwa mtaani iweze kutumika tena baada ya kuchakatwa. Kwa hiyo ziko hatua ambazo tumezifanya, na sio taka za plastiki tu, taka nyingi tumekuwa tunazifanya zinakuwa fursa na zinaleta tija kwa vijana. Lakini kikubwa Mheshimiwa, tumekuwa tunatoa elimu kuwajulisha wananchi ili waweze kufahamu vipi vifungashio vilivyopo kisheria na vipi ambavyo havipo kisheria. Tumekuwa tunawaelimisha kupitia task force maalum umeundwa, lakini NEMKI kupitia kanda zetu maalum ambazo zipo nchi nzima, huko nako tunatoa taaluma kuwaambia wananchi vifungashio ambavyo vimeruhusiwa kisheria ni vile ambavyo vimethibitishwa kitaalamu hasa kupitia TBS, na vile ambavyo vitakuwa vina contact maalumu ili hata vikienea mtaani tujue nani tunamkamata. Mheshimiwa, na kushukuru sana.